Kuna jambo moja sana la msingi ambalo nimeliona nikasema linahitaji ufafanuzi. Kusema la ukweli, linahitaji ufafanuzi kwa sababu kuna mtu mmoja kwenye comment aliniuliza, Kanyasi, kwa huo mfumo ambao umetuelezea na makubaliano ambao Young Africans wameingia pamoja na GSM, unataka kutuambia kwamba itakuwa ni umiliki wa moja kwa moja wa maisha, yani GSM anaingia pale ndani ya kikosi cha Young Africans pamoja na umiliki wa uwanja utakuwa ni wa moja kwa moja milele, maanaka hakuna maswali ya mikopo na vitu kama hivyo. Nikasema okay, tunahitaji kutolewa ufafanuzi ili kila mmoja alijue. Naitwa Almachus Boniface Kanyasi, na hivi ni vitu ambavyo tunavichambua kisheria na kiutaratibu kabisa. Kwa hiyo kama wewe ndugu yangu unahisia kuntu, inawezekana hili si eneo ambalo linakufahamu. Hapa tunatumia akili, tutumie hisia, ndio slogan yetu ambayo tunaondoka nayo. Usisahau kusubscribe, kucomment, like na kushare ili wa kwanza kupata taarifa. So tutaanza, unajua, na nikukumbushe tu mkataba wa ubia ni 50-50 kwenye umiliki nani wa kudumu kati ya kampuni ya GSM Group pamoja na Young Africans kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya. Una faida kubwa sana kiuchumi, lakini unaambatana na hasara za kimkakati wapo club itataka kujitenga hapo baadaye. Sasa uwanja huu unaenda kujengwa kwenye hilo eneo ambalo jana nilikwambia lina ukubwa wa mita za mraba 35,000. Nilikuwa najaribu kufanya makadirio ya uwanja huu mpaka kujenga. Katika mkutano mkuu uliopita, Yanga yenyewe ilitenga kiasi cha shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya maandalizi ya awali, michoro, pimaji pamoja na tathmini. Lakini kwa mujibu wa viwango vya viwanja vya kisasa vikubwa barani Afrika sasa kama vinavyojengwa Arusha, Dodoma, vyenye uwezo kwa mashabiki 30, vinagharimu takriban bilioni 280 hadi bilioni 350 mpaka unakamilisha huo mradi. Uwanja wa Yanga unakadiriwa kugharimu mfano kiasi cha dola za Kimarekani milioni 50 hadi milioni 100. Hapa nazungumzia takriban bilioni 130 hadi bilioni 260 mpaka kukamilisha huu mradi mzima. Sasa itategemea na miundombinu na biashara itakayozunguka huo uwanja, na uwanja huu utajengwa kati ya miezi 18 hadi miezi 20. Sasa Young Africans wanaumiliki uwanja kwa ubia sawa, yani umiliki sawa 50-50, na GSM ni mbia wa milele, yani maana yake yuko pale do or die, yuko au toka mwache, otherwise umrudishie labda gharama zake. Sasa faida ambazo Young Africans watakazozipata kwenye makubaliano haya ni yapi? Kwa sababu dunia mzima hakuna kitu ambacho kina hasara kikakosa faida, na hakuna kitu ambacho kina faida kikakosa hasara. Hasara zipo na faida zipo, inategemea wewe umesimama kwenye upande gani. So tuanze kwenye upande wa faida. Faida ya kwanza Young Africans ni kuepuka madeni makubwa. Yanga itapata uwanja wa kisasa bila kulazimika kukopa mabilioni ya fedha benki au kuingia kwenye madeni yanayoweza kuifanya klabu ifirisike, si ndio? Na ndio mara jana kwenye ile episode ya kwanza nilikuelezea mfumo mzima wa kwa nini hiyo joint venture itakayotengenezwa inavyowanufaisha Young Africans. Nikasema hiyo joint venture inaenda kuwanufaisha Young Africans kwenye eneo moja kubwa sana ambalo Young Africans wao hawatakuwa sehemu ya madeni kabisa. So fedha zitakazokopwa juu ya ujenzi wa ule uwanja ni juu ya GSM mwenyewe pamoja na hiyo kampuni. Although yeye mwenyewe pia ana hiyo advantage kwamba anaweza akatumia ule mradi kama dhamana ya kwenda kukopa fedha nyingi benki, and then anakuja kujenga mradi, and then huo mradi utaanza kurejesha kwa miaka mingi. Anaweza kusema huo mradi utarejesha kwa miaka 50. Ukimalizika maana yake yeye anakuwa na full authority. Lakini uwanja ni bure kabisa kutokana na ardhi pekee. Club imetumia rasilimali ambayo tayari wanayo, ardhi ya Jangwani iliyodumu kwa zaidi ya miaka 50 kupata miundombinu kisasa bila kutoa fedha taslimu kwa ajili ya ujenzi. Jana pia hii nilielezea. Lakini faida nyingine ni gawio la mapato. Yanga itapata 50% ya mapato yote yatakayotokana na uwanja huo milele, viingilio vya mechi, ukodishaji, matamasha, maduka, matangazo ya biashara. Haya yote yatakuwa ni sehemu ya mapato. So itafika labda hatua tuseme kwa mwaka Young Africans wanapata mapato yenye thamani, let's say yenye thamani ya bilioni 2 kwa mwaka. Hizo zote bilioni 4 tuseme mapato yanayotokana na uwanja.
Young Africans wanachukua zao bilioni 2 na GSM wanachukua bilioni 2. So Young Africans watakuwa na chanzo cha mapato ambacho kiko pale na kitokuwa na mawazo. Lakini pia ni kuvutia wadhamini. Kwa kuwa uwanja ni wa kisasa, unaokidhi vigezo vya FIFA na CAF, kunaongeza thamani ya club, tunazungumzia ile brand value. Kwa hiyo Young Africans watapata hiyo kwamba sasa wamekuwa na ni brand kubwa. Hasara. Ziko hasara takriban 3 kubwa ambazo mimi nimezitazama na nimegundua kwamba Young Africans kwenye ile eneo wanaweza wakapata hasara. Hasara ya kwanza ni kupoteza udhibiti wa 100% maamuzi. Maamuzi yote na matumizi ya uwanja, upangaji wa bei, viingilio, ukodishaji lazima yahusishe idhini ya GSM. Yanga haiwezi kufanya jambo lolote kubwa peke yake kwenye uwanja huo bila ya kuwa na idhini ya GSM. So lazima wakae sehemu moja, GSM na Young Africans wakae hivi. Lakini pia lazima Young Africans wanalazimika sasa kumshikilia GSM na kutomwachilia kwa namna yoyote ile maisha yao yote, kwa sababu once wakimwachilia na mahusiano yao yakawa mabaya, GSM wanaweza kufanya pengine kuyafanya mikataba yao ikaanza kulegalega. So lazima kudhibiti wa uwanja ule. Young Africans wana 50% na GSM wana 50%. Young Africans hawana authority ya 100%. Lakini pia hasara nyingine ni mkataba wa kudumu, forever lock-in. Kwa kuwa ni mkataba wa milele, hata kama Yanga itakuwa tajiri kiasi gani miaka 50 ijayo, haiwezi kununua uwanja huo uwe wa kwao kwa 100%, isipokuwa tu kama GSM akiamua kuuza hisa zake zote kwa hiari. So hata Young Africans waje kuwa matajiri kiasi gani, hawataweza kumtoa engineer GSM kwenye hilo eneo. Otherwise yeye aseme bana, hapa tulikofika mimi nadhani nataka investors mwingine aje. Na hasara nyingine ni kwamba sasa hivi let's say GSM anaweza akatumia labda bilioni 250 kwenye ujenzi wa uwanja, akapatikana tajiri mwingine akamwambia, sikia, nataka uniuzie hizo hisa zako za umiliki wa uwanja kwa 50%, unipe mimi niweze kuwekeza hapa, na mimi nitakulipa wewe labda bilioni 400. So GSM atamuuzia yule bwana Isa, na watabadilisha maneno na majina, na GSM atakuwa ametoka ndani ya uwanja huo, na Young Africans watakuwa wameletea investor mwingine. Tofauti na wao, Young Africans hawezi kufanya hivyo kwamba sisi hizi hisa zetu tunataka tuziuze, ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia kunaweza kutokea mgongano wa kimaslahi. Ikitokea siku za usoni Yanga na GSM wakaitarafiana kibiashara, usimamizi wa uwanja unaweza ukaingia kwenye migogoro mikubwa sana ya kisheria itakayoathiri timu nzima. So hizo ni hasara ambazo Young Africans wanaweza wakazipata kwenye ile eneo ambazo nimeziangazia. Lakini ziko timu kubwa ambazo zilitumia mfumo huu. Nilikwambia jana kuhusu Bayern Munich na Allianz Arena. Wakati uwanja unajengwa ulikuwa kwenye ubia wa 50-50 na maasimu wao TSV 1860 Munich na ushiriki ambao walishiriki kwenye gharama. Lakini baadaye TSV wao walipata matatizo ya kifedha, Bayern Munich wakanunua uwanja mzima. Lakini AC Milan na Inter Milan waliingia ubia kwa ajili ya kutengeneza uwanja wa San Siro. Timu hizi mbili kubwa zinamiliki na kushirikiana kwa pamoja katika usimamizi wa uwanja wa San Siro kwa miaka mingi. Hivi sasa ziko pia kwenye mazungumzo ya kujenga viwanja vipya vya pamoja. Lakini pia Juventus ya Italia na wao waliingia kazi na Allianz Stadium. Walishirikiana karibu sana kupata kampuni binafsi kama vile Sport 5 na wadhamini kufanikisha ujenzi wa uwanja huo. So hiki ndio kitu ambacho nimekuandalia. Nimekupa kitu kingine cha ziada ambacho ulikuwa ukijui, lakini believe me, hili ni eneo ambalo halihitaji hasira kulielewa, linahitaji utulivu sana. Na that's why nikakwambia tangu mwanzo kwamba kama wewe utajua kabisa kwamba kwenye hili eneo utatumia hisia, basi ili sio sehemu salama sana wala wewe kuja kuchukua matili, kwa sababu mimi nimezima hisia kwenye ile eneo, natumia akili yangu kwa ajili ya kukufafanulia kiunaga ubaga. So nimekupa faida na hasara. So kama wewe ni mwana Young Africans utapima ni eneo gani ambalo kusema la kweli utaona hili ndilo eneo ambalo nina deserve kulichukua, na Young Africans kama timu yako amefanikiwa ama hajafanikiwa, hiyo si juu yako. Mimi kazi yangu si kujaji, bali kazi yangu ni kukupa ABC 1 2 3 ili na wewe uweze kuelewa ni kwa namna gani mambo yanavyo work out. Mimi naitwa Almashus Bonfas Kanyas. Please usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu kila mara tutakapokuwa tunapandisha uchambuzi wa kimichezo nje na ndani ya uwanja. Hapa ndo pahala pake, unahitaji tu kuhakikisha kwamba unatufuatilia
indeed. Asante, bye bye.